One News Media at Noontime. Truth, speed, impact. Amani ya Bwana iwe nawe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa One News Media. Basi tunakaribisha kwenye habari yetu hii toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama kauli yetu ya kila siku, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kufuatilia habari zetu na kuzipata saa zozote, asubuhi, mchana, magharibi. One News Media, karibu tukupashe. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo endelea kutega sikio taarifa zetu za mchana wa leo ya tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025. Na ikiwa tunaendelea kutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia, mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, na kuomba kufanya kitu kimoja, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Wafaransa wanasemaka kujabone, kuaimena na kupartager. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kucha kituo chako chema cha matangazo, na tutaendelea kuomba radhi kwa wapendwa na wasikilizaji wetu kwa kuwa siku ya leo hatukuwaletea taarifa ile tu ambayo tunazoea kuwaletea asubuhi ya saa 12. Imetokana na sababu za kiufundi. Basi na kuomba kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya leo. Mimi langu jina ni Ite Eloge Lulonga, na katika taarifa zetu tutagusia mambo mbalimbali. Tutakuonesha ujio wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kuwasili kwake mjini Bukavu, telekea huko Kabare ambapo kuna ripotiwa kwa mapigano makali kati ya wazalendo na waasi wa M23 pamoja na IFC. Vile vile tutakuonesha hali ya usalama katika mji wa Uvira. Basi mengi na zaidi ni katika taarifa zetu za mchana wa leo wa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info na mimi langu jina ni Ite Eloge Lulonga. Basi na kuomba karibu nikupashe. Mapigano makali ya kiripotiwa Kivu Kusini kati ya wazalendo na waasi wa M23 na IFC. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea tangu alfajiri hii ya Jumanne tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025 kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa M23 wakishirikiana na IFC uko Chirunga katika eneo la Kabare, jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa za kina kuhusu mapigano hayo na athari zake bado hazijapatikana mara moja. Tutatoa taarifa zaidi itakavyowezekana. Tutakuomba tu kuwa karibu sana na kituo chako chema cha matangazo ambacho ni Kivu News Info. Tutakuja kueleza kwa upana zaidi hali ya vita uko Chirunga, maeneo ya Kabare. Na tujelekeze uko Walikale ambako asubuhi ya leo mwanajeshi mmoja mlevi amewafyatulia risasi wenzake uko Muganza, wilaya ya Walikale, Kivu Kaskazini, na kuua wawili na wengine 6 kujeruhiwa vikali. Maelezo ya tukio hilo lilitokea mapema asubuhi ya leo Juni tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2025 katika eneo la Mungazi lilioko katika kundi la Luberiki, wilaya ya Walikale uko Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, mwanajeshi mmoja wa FARDC ambaye alikuwa amelewa aliwafyatulia risasi wenzake waliokuwa wakibeba silaha. Hatari za tukio. Shambulio hilo la ghafla lilipelekea vifo vya wanajeshi wawili wa FARDC papo hapo, huko wengine 9 wakijeruhiwa vibaya. Milio ya risasi ilisababisha hofu kubwa kwa wakazi wa kituo hicho cha ununuzi ambao waliamini kuwa walikuwa wakishambuliwa. Hofu hii ilitokana na ukweli kwamba nafasi za waasi wa M23 hazipo mbali na mji huo. Hatua zilizochukuliwa. Mwanajeshi aliyesababisha tukio hilo amekamatwa majeruhi na amesafirishwa hadi hospitali kuu ya Kibua kwa ajili ya matibabu zaidi. Mpaka sasa ni habari ambazo tulizo nazo kutoka uko Walikale. Na kabla sijakuletea habari kamili kuhusu ujio wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kuwasili kwake mjini Bukavu ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, hebu tuanze na habari kutoka uko tarafani Uvira na mjini Uvira
ambapo kuliripotiwa machafuko makubwa ile siku ya jana kati ya wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi kulikuwa na mapigano kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikosi cha wazalendo. Vurugu hizi zimesababisha uharibifu mkubwa na wengi raia kupoteza mali zao. Inaonekana hali ilikuwa tete katika eneo hilo kati ya wazalendo vile vile na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na raia wengi wamepoteza bidhaa na mali zao. Hebu msikilize Andre Biadunia anaeleza zaidi gisi hali ilivyokuwa kwa kina. Hii situation haikuanza leo, nianza depuis juzi. Kulikuwa problème ya tracasserie yenye ilikuwa constaté na ma services de sécurité notamment FARDC, parce que c'est vrai tuko tunalouer ma effort ambayo wazalendo walifanya à tous les niveaux, que ça soit Fizi ou Uvira. Kama leo adui hayatukamata hapa, c'est parce que wazalendo walisimama wakasema tuwezi kuacha mwingine yetu yende mikono ya barugaruga. Maloro kulijitokeza wazalendo bengi wa kutoka Mwaye Plateau, Fizi, ba Uvira Centre, nafasi nyingine, na wote agglomeration kubwa ni hapa mvile ya Uvira. Loro ilikuja kuonekana kwamba ku niveau ya frontiere ya Kavimvira na ku niveau ya port ya Kalundu kuna kwa tracasserie yenye iko nafanyika de la part ya bakuwa wa moya wazalendo, parce que wako na facilité kupitisha ma marchandises zimoja bila kuzidedouaner. Wako napitisha, mtu anaona nakuya tu anasema niko general, anasema hii ni gari ya kwangu, iko na citerne, mko carburant, camion kabambi, iko na marchandise yenye ngidedouaner 3000, 4000, 5000 dollars. Hiyo anaweza ya 5000 wanaweza mpatia $1000, yana rizika. Alors likia kuwa constant amer kwamba zile franga haziko zinaenda mu trésor public, mais aussi zile franga haziko zinaenda ku front kwenye bazalendo biko napigana na baba rugaruga, soit upande wa Fizi kumilima, soit upande wa Uvira, soit upande wa Kaziba. Zile franga haziko zinaenda, ziko zinafalia tu, bali wa general wanakia kuzilomba ku terrain, ni franga yake ya kula kwenda kulewa na mambo mengine. Ikabidi tufanye reunion na commandement ya secteur na feke na ma service public yenye na evre kuma frontière, kubambia kwanza pour que tumalize hii tracasserie inabidi kufranga ambazo mtakuwa mnazipata ukwe kunatoka 40% yenye tasutende bazalendo. Mais après ça bon, ilikia kuonekana kwamba wamoja wa wazalendo ba general wamoya bakupendezwa na ile, parce que ile franga ilikuwa inaanza kuwa kanalize fasi moya, kisha nauza bunga nenda ku front à travers ma différentes coordinations, différents groupes ya wazalendo. Alors ile situation kaendelea vile, general akadeside kwamba hapana, kumbe niende mipeke nitie basoda ku frontière benye batakuwa na surveiller le mouvement, baone nani general wa wazalendo mtakuwa na kiatia desordre pale na kutoa magari kwa nguvu pour que tujue namna gani tutafanya. C'est comme ça, je crois c'était le samedi ou vendredi akadeployer basoda pale, na depuis ce temps bon basoda wakabambia wazalendo wote kwanza batoke en attendant bingine bitafata, na ndio kisi wazalendo walitoka babatu bila fuyo, mais bakaendelea kusema kwamba ifo barudie pale. Alors incident ya leo inatokana na kwamba d'abord juzi tulideplorer aussi ile situation côté ya FARDC, parce que kuko wazalendo wamoja unaona kama entre frontières pale kulikuwa zamani pale ku DGDA na ku DGM kule kuko village moja iko pale upande wa je crois ku nord ni Valbaita Kahororo, kuko position ya wazalendo nyeko pale. Loro kulikuwa wazalendo biko wanapita wanaenda ku position yabo, baka deshabiller, baka bavula mateni na kubanyanganya silaha, bakupenda pa kupigana parce que walikuwa badogo, par le fait que nombre ya FARDC ilikuwa mingi pale. Mais tukasema ile ni acte moja ya bravoure kuona kwamba bakupenda kupigana na kupigana masasi ya burebure. Loro leo kuna wazalendo watatu, mmoja alikuwa na silaha na wengine wale hawakuwa na silaha. Kwa kusema mentara wa franchir wanatoka upande wa Kavimvira wako naenda kule Kahororo, FARDC kabambia waache bunduki, wakasema tuwezi acha bunduki. Ndio ilikuwa chanzo cha masasi ambayo lilia pale, batu walikimbia mdebandade ya nguvu sana, kulikuwa ba polisi wazalendo wasoda wakabakimbiza. Donc kama hii situation haiko bien gérée ina risque ku dégénérer, parce que unaona mtu yuko na bunduki hapendaki akuwe frustré, hapendaki aonelewe, inaweza kufikia kesho ke banaanza kupigana wao wenyewe kwa wao wenyewe entre wazalendo
na askari jeshi haitakuwa vizuri. Ndio maana sisi kama notabilite tulipima kumita komanda secteur na kumwambia afanye prudence, aite wazalendo abambie kwamba pourquoi alifanya ile, mais akatuambia kwamba nishafanya réunion nabo, niliwaambia que parce que wanaenda ku dédouaner marchandises ba faire perdre franga zisingie mu trésor public, alors que tuko na besoin franga ingie mu trésor public pour que wako napate le 40% yao yenye tulilagana nabo. Ndio situation ambayo ilifanyika leo, mais hakuna maafa. Tunaweza tutabingilia kati pour que ile situation ipate kuisha. Kinyume na taarifa zinazosambaa, hakuna vyanzo vya habari vya kuaminika au taarifa rasmi zinazodhibitisha kuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila yupo katika makazi yake Kalambo mjini Bukavu. Ingawa kumekuwa na ripoti mbalimbali kuhusu harakati za bwana Joseph Kabila mashariki mwa nchi, taarifa za hivi karibuni kutoka vyanzo vya kuaminika zinaonyesha kuwa yuko Goma, mji mkuu wa jimbo kaskazini. Mnamo tarehe 22 mwezi Juni mwaka wa 2025, chombo cha habari cha Actualite.cd kilimnukuu mshauri wa bwana Kabila Barnabe Binikiaya akisema kuwa rais wa zamani hataondoka Goma hata baada ya makubaliano yanayotarajiwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Barnabe Binikiaya aliongeza kuwa safari ya Kabila kurejea Kinshasa itakuja. Kauli hii inatoa ishara thabiti kwamba makazi ya sasa ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Goma na si Bukavu. Habari kuhusu rais wa zamani Joseph Kabila kuonekana Goma zilianza kusambaa mwishoni mwa mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025. Wakati huo serikali itangaza kuzisitisha shughuli za chama chake cha PPRD, ikitoa sababu za harakati wake na chaguo lake la makusudi kurejea nchini kupitia Goma, mji ambao wakati huo unadhibitiwa na waasi wa kundi la M23 ambao wanadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Upekuzi wa kina katika vyombo vya habari vya ndani katika jimbo la Kivu Kusini haujaonesha taarifa zozote za kuaminika zinazodhibitisha madai ya kuwepo kwake mjini Bukavu. Vile hakujawa na taarifa yote rasmi kutoka kwa chama chake cha PPRD au wasaidizi wake wa karibu inayoeleza kuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila yupo mjini Bukavu. Hata hivyo, madai kwamba Joseph Kabila yuko Bukavu kwa sasa hayana msingi thabiti na yanaonekana kuwa si sahihi kulingana na taarifa zilizopo.